Hali gani mtazamaji wa Asam Online TV? Leo tukiwa katika maeneo ya Kijichi au Kizimbani, ambapo maeneo haya tumeshiriki katika usafi wa mazingira wa maeneo haya, ikiwa umejumuisha manispaa pamoja na wakala wa barabara Zanzibar. Lengo na madhumuni ni kuweza kuweka usafi na usalama katika mazingira mbalimbali ya Zanzibar. Tusisahau kuwa katika shughuli hizi ni maadhimisho ya siku ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo lengo na madhumuni ni kuweza kuweka usafi, mazingira salama na amani kwa wananchi wote. Jina langu ni Rahman na nyuma kamera ni Madina Omar. Leo siku ya tarehe 5 mwezi wa kwanza 2026 tupo katika barabara ya Mdo kwenda Bububu. Tunaendelea na kazi na program zetu za kufanya usafi wa kusafisha misingi pamoja na ukataji wa majani. Kazi hii ni kazi ambayo ni endelevu kwa sisi wakala, lakini kwa siku ya leo pia tumeshirikiana na wenzetu wa wilaya Magharibi A kufanya usafi huu. Kwa hiyo tumeanza kwa barabara hii na nyingine tutaendelea, lakini cha muhimu tunachoomba, manake eneo hili tunaona kuna watu wa spice wengi wamepanda miti yao, lakini tunaomba wawe na wao wanatusaidia kukata hii miti yao, manake wamepanda mpaka mwisho wameingia kwenye barabara yetu. Kwa hiyo kwa natoa wito huo tushirikiane pamoja na wao kuweka usafi. Kwa sasa hivi tunataka kuona barabara zetu ni safi, na sisi tu hizi barabara sisi sio za wakala, lakini ni za wananchi wote. Katika utekelezaji wa haraka wa maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, la kutaka tunaosimamia na masuala ya mabaraza ya miji kuhakikisha kwamba miji yote inakuwa safi, tumeamua kuanzisha program ya pamoja ya usafi, joint program sisi na wakala wa barabara. Programu ambayo itajihusisha katika maeneo yasiyopungua matatu. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazisafisha barabara zote pamoja na mitaro yake, kama siku ya leo tulivyoanza kazi hiyo katika barabara yetu hii ya kuelekea Kijichi, na programu hii itaendelea kwa barabara zote pamoja na mitaro yote iliyokuwepo ndani ya wilaya yetu ya Magharibi A. Hii ni programu ya pamoja, na tunahakikisha kwamba si tu taasisi mbili hizi, lakini kila taasisi ambayo itakuwa imepitiwa na mtaro katika ofisi yake, basi nayo tutaihusisha, na mwananchi yote ambaye atakuwa amepitiwa na mtaro katika eneo lake pia atahusika na usafi huo. Lakini eneo la pili tumejikita kuviondosha vibanda vyote, mijenzi yote iliyozidi kwenye hifadhi ya barabara. Na kwa bahati nzuri sisi wa Magharibi A, kwa kutokuwasababishia usumbufu wananchi, tulitoa ratiba ambayo inasomeka tarehe 6 mwezi wa kwanza tutakuwa na operation ya uvunjaji na kuondosha vyote visivyostahili katika hifadhi ya barabara katika barabara ya Amani Mwera. Lakini tarehe 13 mwezi wa kwanza tutakuwa Kianga Mwakaje. Tarehe 15 mwezi wa kwanza tutakuwa Amani Mtoni. Tarehe 20 mwezi wa kwanza tutakuwa barabara ya Mtoni kwa Nyanya. 22 mwezi wa kwanza tutakuwa kwa Nyanya Mbuzini. Tarehe 27 mwezi wa kwanza tutakuwa Bububu Kijichi. Tarehe 29 mwezi wa kwanza tutakuwa kwa Nyanya Mfenesini, na tarehe 3 mwezi wa pili tutamalizia barabara ya Mwakaje Mfenesini. Kuhusu mazingira ya barabara, tunashukuru kwanza kwa rais wetu kwanza kwa kuboresha zaidi vijijini, mjini. Yani sijawahi kuona rais kama huyu ambaye anaweza kufanya maisha kama haya. Sijawahi kuwazani kama itatokezea jambo kama hili katika maisha yetu. Mungu amjalie zaidi na mpe heri na amani zaidi. Yani kama dua kwanza aliende kongole kwa wazee wake waliomzaa na waliomlea, kijana mwenye hekima. Kwa hilo Mungu amjalie zaidi, na Mungu atusaidie zaidi sisi kama wananchi wa Miwani au wananchi wa Zanzibar. Tunampa kongole sana rais wetu Mwinyi, Mungu amjalie kwa hilo. Sasa kuhusu barabara tunashukuru, anajitahidi zaidi, tena sifa apewe, Mwenyezi Mungu amjalie zaidi hilo. Lakini kwa hapa Mdo tuna changamoto ya barabara kidogo. Yani barabara imekuwa nyembamba, sio kwa wananchi kama shokuwa wengi. Barabara kwenda Kianga kama kwenda Mwanyanya au Mwakaje, hii njia ishakuwa sasa hivi kubwa na magari makubwa yanapita na mchanga. Kwa hiyo kwa hapa Mdo tulikuwa tunaomba kwanza matuta yawepo,
wanapigwa watu kila siku. Mpaka juzi tu hapa kuna mtu amegongwa pale kidogo na maziwa amemwaga pale. Nadhani tumeweza kusikia kile ambacho kakizungumza Injinia Safia. Lengo na mazumuni ya mazungumzo yake ni kuweza kuweka usafi katika mazingira mbalimbali ya Zanzibar. Tusisahau kuwa mashirikiano na umoja katika swala hili la usafi wa mazingira basi ni tija kwa Wazanzibari wote. Kwa hiyo kushirikiana na kuweza kuunga mkono juu ya swala hili kwa wananchi basi ni jambo lenye tija na lenye maendeleo ndani ya Zanzibar. Jina langu ni Abdurahman Awesi na nyuma ya kamera ni Madina Omar.